Nilikuwa nafanya tu kazi. Wazazi wangu walikuwa wakulima. Kama baba alikuwa ameajiriwa kitambo, then akatoka hapo, akakuwa mkulima na pia akafanya biashara zingine sana sana mabiashara ya magari na nini. Kwa hivyo nililelewa nikifahamu mambo ya ukulima, sana sana mambo ya kulisha ng'ombe, ya kukamua, ya kwenda kwa shamba, kukogwa mahindi, kupanda, kutoa viazi. Maisha ya kawaida. Mtu wa Nyandarua. Sasa unajua huko Nyandarua, hivi ni wakulima, tunapanda viazi, tunapanda mahindi, tunapanda ngano pia. Wazazi wangu pia walikuwa wanalima ngano na mambo kama hayo. Ndoto yako kama Ann Nderitu ilikuwa gani? Nafikiri ndoto yangu ambayo ya kwanza nilikuwa nayo, nilitaka kuwa mtu ambaye anafanya kazi ambayo inahusu watu. Sikujua ni gani, lakini nilitaka kazi ambayo inahusiana na watu. Kwa wakati mmoja nikafikiria kwamba nitakuwa journalist kama wewe. Kwa sababu nilifikiria pengine inahusu watu. Wakati mwingine nikafikiria nitaka kuwa mwalimu, wakati mwingine nikafikiri nitaka kuwa wakili na mambo kama hayo. Lakini ile iliwini kabisa ni ya kutaka kuwa mwalimu. Na ndio nikasongomana na hiyo ndoto. Hata kuna wakati nifikiria ninataka kuwa pastor. Hata kuna wakati ulifikiria nataka kuwa pastor. Nini kilikuwa kinakuinspire kuwa pastor wakati huo? Ya kwanza nilikuwa kwa kanisa, na hata saa hii napenda mambo ya kanisa sana. Na nilikuwa kwa kanisa na tulikuwa tunahubiriwa. Sasa kulikuwa na wamama kadhaa ambao walikuwa nahubiri vizuri sana. Unasema naona vile naona hawa hata mimi naweza kuwa mmoja wao. Nafikiri hiyo ndio ilikuwa inanivuruta. Na pia kwa sababu nilikuwa kwa kanisa sana, sasa nilikuwa nafikiri ni jambo zuri. Kwa kanisa ulikuwa unafanya kazi gani? Mimi nilikuwa muimbaji kwa kanisa, nilikuwa worshiper. Nataka